Hatimaye Chadema kwenda mahakamani kupinga uamuzi wa msajili. Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kutafakari kwa kina, imeamua kwenda mahakamani ikisema imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza barua yake aliyowapa Chadema na taarifa yake kwa umma. Akiongea jijini Dar es Salaam, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara John Heche amesema kamati kuu imewaelekeza wanasheria wake wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi ya Juni 19 mwaka 2025 shauri hilo limekushapelekwa mahakamani. John Heche ameendelea kusema kuwa madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kwa kina wa msajili wa vyama vya siasa ana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna yoyote ile, yeye tofauti na uhalisia wenyewe. Hii inatokana na msajili na msukumo wake binafsi kutoa tafsiri kuhusu uchaguzi wa tukio la uthibitisho walioteuliwa, na kwa kuwa kufanya uamuzi wa kuwathibitisha kwenye kikao wa baraza. Sababu aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kuzuia ruzuku kila mwezi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema imepotoka na kwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa ibara ya 18 mstari wa 6, ambayo imeeleza kuwa ruzuku itasitishwa ambapo bodi ya wadhamini wa chama haina uwezo wa kusimamia fedha za chama, kitu ambacho kwa Chadema sio sahihi. Bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ipo chini ya mwenyekiti wake Mama Ruth. Msajili ana mamlaka kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama. Pia msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kutafakari kwa kina, imeamua kwenda mahakamani ikisema imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza kwenye barua aliyowapa Chadema na taarifa yake kwa umma. Hatimaye serikali yalipa shilingi trilioni 10.19 kupunguza deni la serikali. Waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema deni la serikali linaloendelea kuhudumiwa kufikia Aprili mwaka 2025, ambapo jumla shilingi trilioni 10.19 zimelipwa kwa notice za madai ya deni lililoiva, sawa na 84.8% ya lengo la mwaka. Akiwakilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Waziri Mwigulu Nchemba amesema kati ya kiasi hicho jumla ya malipo ya deni la ndani shilingi trilioni 6.01, ambapo riba ni shilingi trilioni 2.48 na mtaji ni shilingi trilioni 3.53 na deni la nje ni shilingi trilioni 4.18, riba ikiwa ni shilingi trilioni 1.62 na mtaji ni shilingi milioni 2.6. Aidha, waziri amefanya maboresho ya mfumo wa usimamizi wa takwimu za madeni CS Meridian na kuunganishwa na mfumo mingine ya usimamizi wa fedha za umma, ikiwemo mfumo wa Benki Kuu ya Tanzania CBS, GSS na mfumo wa uhasibu serikalini MUSE. Hatua hii imewezesha serikali kutoa taarifa za deni la serikali kwa shilingi ya Tanzania kwa wakati usahihi. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa Fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema deni la serikali linaloendelea kuhudumiwa kufikia Aprili mwaka 2025, ambapo jumla ya shilingi trilioni 10.19 zimelipwa kwa notice za madai ya deni lililoiva, sawa na 84.8% ya lengo la mwaka. Hatimaye aliyeua kichanga kamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Zulfa Mesut Mama mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata Tandika, wilaya Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya kichanga chenye jinsia ya kiume muda mchache baada ya kujifungua. Taarifa kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Mtaki Kajula imesema tukio hilo lilitokea majira saa 9 alasiri huko maeneo ya Tandika katika nyumba aliyokuwa anaishi mtuhumiwa, baada ya majirani kusikia sauti ya kitoto kichanga kikilia, na baada ya muda mfupi sauti hiyo kutosikika tena, waliamua kutoa taarifa katika kituo cha polisi Mtwara. Chanzo cha tukio hilo ni baada ya mtuhumiwa kuona anazidiwa na majukumu ya kulea mtoto, kwa kuwa kabla ya kichanga hicho kuzaliwa alikuwa na mtoto mwingine mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu ambaye bado ananyonya,
Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa alijifungua salama. Baada ya kujifungua, alimchukua mtoto huyo ambaye alikuwa hai na kumweka kwenye ndoo ndogo yenye ujazo wa lita 10, kisha kumfunika na ndoo hiyo ambayo ilikuwa na mtoto ndani yake kwa kutumia mfuniko, kitendo kilichopelekea kichanga hicho kukosa hewa na hatimaye kufariki dunia. Uchunguzi wa tukio hilo utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Mwili wa mtoto huyo umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula kwa ajili ya uchunguzi wa kitibabu. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linatoa wito kwa wananchi kutoendelea kutoa taarifa na kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikitokea katika maeneo yanayoishi wananchi kupitia viongozi wa serikali au mamlaka zinazohusika kisheria. Ni taarifa kutoka huko Mtwara. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Zulfa Mesut Mamu mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata ya Tandika, wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya kichanga chenye jinsia ya kiume muda mchache baada ya kujifungua. Kesi ya Tundu Lissu yaahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025. Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama hiyo ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbi. Hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga ametoa uamuzi huo wakati shauri hilo lilipotajwa, ambapo upande wa jamhuri uliwasilishwa na jopo la mawakili wakiongozwa na Nasolo Katuga, huku utetezi ukiwakilishwa na Mpale Mpo. Katika maelekezo yake, hakimu Kiswaga alisema hakuna ubishi kuwa mshtakiwa alitamka maneno ya no reform no election akiwa mahakamani. Kauli ile utafsiriwa na upande wa jamhuri kuwa ni kuzalau mahakama mara tu mahakama inapokaa inakuwa kamili. Kwa mujibu wa kifungu cha 6C, hivyo hakuna aliyepaswa kuongea bila ruhusa na mshtakiwa hakupaswa kutoa kauli hiyo, alisema hakimu Kiswaga. Aidha, mahakama ilisisitiza kuwa ni marufuku kwa mtu yoyote, iwe ni mshtakiwa au msikilizaji wa kawaida, kuzungumza bila ruhusa ya mahakama. Hatua hiyo ni muhimu kuhakikisha mahakama inafanya kazi yake kwa kufuata sheria na si miemko ya mtu binafsi, alisema hakimu. Aidha, katika kesi hiyo, Tundu Antipas Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo alidai kutoa maneno ya uchochezi kwa lengo la kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na kushinikiza kiongozi mkuu wa serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbi. Jeshi la polisi Mbeya lafunga makanisa 6 ya ufufuo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza rasmi kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa wa Mnadani, Lujewa, wilaya ya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili Jumuiya ya Kiraia Tanzania, iliyoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yake yote yaliyopo nchi nzima. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya mwandamizi Benjamin Kuzaga ametoa taarifa hiyo. Amesema wanaendelea na ufuatiliaji ili kubaini uwepo wa makanisa hayo na kuchukua hatua, kwamba mpaka sasa wamekushaweka ulinzi ili kuhakikisha hakuna shughuli zozote zitakazofanyika kwenye makanisa hayo. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa wa Mnadani, Lujewa, wilaya ya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili wa Jumuiya ya Kiraia Tanzania, lililoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yote
yaliyopo nchi nzima.